Wagwan, naitwa Timo. Leo nataka tumsikilize huyu mwamba hapa. Msikilize anachokisema, alafu tukirudi ndio tutaongea sasa. Leo ngoja nikwambie how the world really works. How dunia inafanya kazi. Kwanza kabisa, hakuna kitu kama karma. There's nothing like karma. I know it's a famous phrase, but this was whole created. It makes no sense. You could be a very amazing person. Unaweza kuwa mtu fulani, mtu safi sana, roho safi sana, na mwisho wa siku kaadhibiwa. Dunia ikakuadhibu kwa mtu safi sana. Wengi wamepigwa matukio kwa kuwa watu safi sana. Na unaweza kuwa mtu horrible, mtu hovyo, mtu mwenye roho mbaya, mtu anayefanya matukio ya ajabu, na ukawa rewarded. Dunia ikaamua kwamba wewe ni mtu sahihi, ikaku crown kwa ubaya wako. So that's just how the world really works. Hakuna hizi mambo. So don't really make it about how it feels. Make it more about you, kwa sababu trust me, everything is trying to take away your energy. And when I say everything, I really mean everything. Dini, boyfriend wako, marafiki zako, familia yako, sometimes everything everything is trying to take away something from you. And what you could do is you could only be there for yourself. You could only really be there for yourself. So trust me, it has to be about you. Make it about you. You should really make it about you. Achana na the way watu wanafikiria, achana na mawazo ya watu, achana na kuhusu watu, achana na kuwaza fulani atanifikiria hivi. Sometimes you have to be selfish. Be there for yourself. I'm not saying kwamba you should overdo this, but hey, create time for yourself, my brother. That's how the world really works. So stop, acha kujinyima ndugu yangu. Make it about you. You should be there for you. Well, anachojaribu kukielezea Luka Swahili, by the way. Anachojaribu kukielezea ni kwamba there's nothing like karma. Nothing like karma. Unajua kuna watu wanahisi kwamba mtu aliyekufanyia ubaya na yeye utamkuta. There's nothing like that. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Na haimaanishi kwamba wewe ukifanya mazuri mengi, basi kuna mazuri mengi zaidi yatakukuta. Hicho kitu hakipo. Na tunajaribu kusema pia ni kwamba everything that comes to you, sawa, kinakuja kubeba energy yako. Kwa hiyo jaribu kutunza energy yako kwa kuamini kwanza, kuamini wewe mwenyewe kwanza kabla ya kuamini kitu kingine. Mwishoni anakuambia give yourself some time. Uwe ni mtu ambaye unajipa muda wa kufanya vitu vyako. Haiwezekani wewe watu wanakufanyia mabaya unawakumbatia tu. Ndugu wanakusema unawakumbatia tu, marafiki wanakusaliti unaendelea kuwakumbatia ukiamini kwamba karma itawajibu. Hapana. Sometimes you need to stand for yourself. Sometimes you need to choose yourself over everything. Sawa. Fikiria kwamba ukiwa mnyonge, people will be stepping on you. Watakupanda kichwani just because you're okay to deal with. Si umeelewa? Nitakutolea mfano. Ukiwa mchezaji mkorofi uwanjani, kwa waliocheza mpira, ukiwa mchezaji mkorofi uwanjani, ushawahi kuona mchezaji mkorofi ananyimwa namba uwanjani? Ushawahi kuona mtu kama let's say Sergio Ramos anakosa namba kwenye kikosi cha kwanza cha Real Madrid akiwa kwenye prime yake? Na wanajua akiingia lazima apate red card. Ushawahi kuona mtu kama Mario Balotelli anakosa namba kwenye timu yake? Ni kwa sababu they know kwamba huyu mtu ni mkorofi, lakini aina yake ya ukorofi inafanya tupate matokeo. Aina yake ile aggressiveness ya namna ambavyo anafanya vitu vyake inafanya tupate matokeo. So sometimes usiogope. Wewe uko na timu, unasimamia timu ya watu 20, watu 10. You make them friends and they you up. Na huwezi kwa control, huwezi ukawaongoza just because you believe kwamba aina hiyo ya uendeshaji kwenye vitu vyako, kwenye mambo yako ndio aina sahihi. Lakini that's not true. Sawa.
Dunia haitaki watu wanyonge, dunia haitaki uwe mpole, dunia haitaki upole. The universe doesn't need that. Ukiwa mpole, of course, simaanishi kwamba watu wapole hawafanikiwi, watu wapole hawafikii malengo fulani, watu wapole hawaheshimiwi. Hapana. Watu watakuheshimu na nini, lakini kuna namna unahitaji kuwa na roho fulani ambayo itafanya watu sio tu wa kuheshimu, watu waogope kukupanda kichwani, waogope kukuingilia, waogope kukupangia unachotakiwa wewe kufanya. Kuna namna unaweza ukawa unakaa na watu wewe kila unachokifanya ni maamuzi ya watu wengine. Haujawahi wewe kujipa maamuzi yako mwenyewe. Naamini hiki ndio kitu ambacho Bwana Lucas Swahili alikuwa anajaribu kukizungumzia. Sometimes weka mbali mawazo na maoni ya watu. Ndio maana kuna moja ya misemo ambayo pia niliwahi kuisikia, nasema ukipata nyamaza, ukikosa nyamaza. Sijui huo msemo kama nimeutamka vizuri, I don't know, lakini una lengo la kujaribu kupunguza ushauri, kupunguza maneno, kupunguza hasadi, husda. Kwa sababu the more you talk, the more you increase a large number ya watu ambao watataka wewe usifikie sehemu fulani. The more you bring them close, ndio the more ambavyo watu watataka waendelee kukupanda wewe kichwani. Si umeelewa? Wewe ni bosi au wewe ni manager, unasimamia sehemu fulani, watu wako wanachelewa kazini and you be like, mnajua mnachelewa kazini, mnakosea, hii ni kazi, hii no. Piga chini hata watu watatu hapo, chap, piga chini and see what will happen. Utaona changes. Yupo bwana mmoja ameajiri watu ambao sio wasomi kabisa, kwa sababu anaamini kwamba these people has no ego. Hawa watu hawana siasa. Saa 2 asubuhi wanafika pale, boss kasema saa 2 asubuhi tuwe hapa, tufanye kazi, tupambane. Wakuu, kesho tunatakiwa tukutane Kariakoo saa 7. Watu saa 7 wako pale wanakusubiria wewe. Lakini try to be friendly, alafu waambie watu tukutane saa 2. You'll be there alone. Hiyo ni mifano tu nimetolea, sisemi ukafukuze watu kazi, sisemi ukafanye vitu ambavyo mimi navizungumza. I'm just saying kwamba sometimes, sisemi uwe rude, lakini unatakiwa uwe strong, uwe mtu ambaye you can't be shaken by some words kutoka kwa watu wengine ambao wanatamani wakupangie wewe maisha yako yaende vipi. That's all. My name is Timo na hii ni Mo Talk. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike popote utakapoiona hii video. Just do that. It's for the best. By the way, shout out to Lucas Swahili. Thank you, bro. Bye bye.